Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio 14 Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na jeshi la Israeli lashambulia kwa mabomu maeneo 150 ya Gaza na kufungua njia ya muda kwa wakazi kuondoka. Ndege zisizo za rubani la jeshi la Rwanda yaanguka na kusababisha majeruhi. Washawishi wa TikTok wakamatwa kwa kumtusi rais wa Somalia. Iran yamhukumu kiunyongwa mtu anayetuhumiwa kufanya ujasusi wa Israel. Kenya mfungulia mashtaka Faisal ya biashara za pembe za faru aliyefungwa jela mwaka 2018 kwa kusafirisha pembe za ndovu. Naam, natumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio 14 Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Jeshi la Israel limesema Jumatano kwa limepiga maeneo zaidi ya 150 katika mji wa Gaza tangu kupanua mashambulio yake ya ardhini Jumatatu jioni. Hapo awali jeshi limetangaza kuanzishwa kwa njia ya muda ya kupita kwa wakazi wa mji wa Gaza kutoroka kufuatia upanuzi wa mashambulio ya ardhini na mashambulio ya mabomu katika miji mikubwa ya ukanda huo. Msemaji wa jeshi Avichai Adrae alichapisha taarifa kwenye jukwaa la X akisema ili kuwezesha harakati ya kusini, njia ya muda imefunguliwa kupitia mtaa wa Salah Eldin, akibainisha kuwa harakati za kupita kwenye njia hizi zitakuwa kwa saa 48 kuanzia Jumatano alasiri na kumalizika Ijumaa alasiri. Shirika la utangazaji la Israel limeripoti kuwa kitengo cha 36 kinatarajiwa kujiunga na operesheni ya kijeshi katika siku zijazo, na kuongeza kuwa jeshi linakadiria kuwa operesheni hiyo inaweza kudumu kati ya miezi 2 hadi 3. Wanaume wanne wamekamatwa baada ya picha ya Donald Trump na mkosoaji Jeffrey Epstein aliyepatikana na hatia ya kuonyeshwa kwenye kasri ya Windsor siku ya Jumanne wakati rais huyo wa Marekani akiwasili nchini Uingereza kwa ziara ya kiserikali. Walikamatwa kwa tuhuma za mawasiliano mabaya kufuatia kukwama kwa umma huko Windsor na kusalia kizuizini, polisi wa Thames Valley wamesema. Waliokamatwa ni wanaume watatu, mmoja mwenye umri wa miaka 60 kutoka East Sussex, mwenye umri wa miaka 36 na mwenye umri wa miaka 50 kutoka London na mwenye umri wa miaka 37 kutoka Kent. Rafiki wa Trump na Epstein umeanza miaka mingi sana. Hakuna picha za tangu miaka 90 zikionyesha wawili hawa hakuwa pamoja wakati Epstein alipohudhuria harusi ya Trump. Mwaka 2002 Trump alimuelezea Epstein kama mtu mzuri sana. Baadaye Epstein akasema alikuwa rafiki wa karibu wa Trump kwa takribani miaka 10. Urafiki uliyumba miaka ya 2000 kama miaka 2 tu kabla ya Epstein hajakamatwa na kwa mara ya kwanza na kuhusiana na shutuma hizo za ngono. Wakati ikulu ya White House imesema Trump alivunja urafiki wa Epstein kwa sababu ya tabia zake za ajabu.
Makadirio ya Umoja wa Mataifa yanaonyesha kuwa takribani watu wapatao 650,000 wamesalia katika mji wa Gaza, huku Israeli ikiimarisha mashambulio yake. Maelfu ya Palestina wanaendelea kukimbia mji wa Gaza siku moja baada ya Israel kusema kuwa imeanzisha mashambulio makubwa ya ardhini kwa lengo la kukalia kwa mabavu mji huo, huku kukiwa na mashambulio makubwa ya mabomu siku kucha. Wizara ya afya ya Gaza inayoendeshwa na Hamas imesema hospitali ya watoto wa Laritisi ililengwa katika mashambulio matatu tofauti kwa kuwalazimu nusu ya wagonjwa wake na familia zao kukimbia. Jeshi la Israeli limesema lilichukuza ripoti hizo hapo awali, itangaza kuwa lilikuwa imepiga zaidi ya shabaha zaidi ya 150 katika jiji la Gaza katika siku mbili. Israeli inasema lengo lake ni kuwashinda hadi na wapiganaji 3,000 wa Hamas katika kile inachokitaja kuwa ngome ya mwisho ya kundi hilo, na kuachia huru mateka wake. Lakini mashambulio hayo yamezua shutuma nyingi za kimataifa. Wakuu wa mashirika zaidi ya 20 ya misaada wametoa wito kwa viongozi wa dunia kuchukua hatua, wakisema ukatili wa hali ya Gaza au zingatiwi, na kutoa wito kuingilia kati kwa haraka. Kwa siku kadhaa, idadi kubwa ya Wapalestina wamekuwa wakimiminika kuelekea kusini kutoka mji wa Gaza katika kutumia mikokoteni na punda, magari yaliyofungwa juu na mali na hali kadhalika kwa miguu. Jeshi la ulinzi la Rwanda RDF linasema ndege yao ndogo ya kivita isiyokuwa na rubani drone yanguka Jumanne na kuwajeruhi watu 3 katika eneo la magharibi mwa taifa hilo. Taarifa ya RDF imesema kuwa hali mbaya ya hali ya hewa isababisha ndege hiyo isiyo rubani ambayo ilikuwa ikitumika kwa mafunzo kwenda njiani na kuanguka katika wilaya ya Rusiro. RDF imesema waliojeruhiwa ni wanafunzi 3 waliokuwa wakirejea nyumbani kutoka shuleni. Imesema 2 walipelekwa katika kituo cha afya cha Kivumu kwa matibabu, huku watu kipelekwa katika hospitali ya Murunda, wote katika eneo moja. RDF haikufichua aina ya ndege isiyo ya rubani iliyoanguka saa 1:40 ama saa 7:40 mchana. Hii ni mara ya kwanza kwa jeshi la Rwanda kutangaza kuwa ndege yake isiyo rubani imeanguka katika ardhi ya Rwanda. Picha ya wavuti ya jeshi la Rwanda inaripoti kuwa mnamo Julai mwaka 2016 maafisa wa usalama walianza mafunzo ya matumizi ya ndege zisizo rubani katika anga ya Rwanda. Polisi nchini Somalia wamewakamata wafuasi 4 wa TikTok kwa madai ya kumtusi rais wa Hassan Sheikh Mohamud kwenye video ya densi. Katika chapisho hilo, vijana kadhaa wameonekana wakicheza wimbo mpya wa kampeni uliotumika awali wakati wa kuwania urais mwaka 2022, lakini maneno hayo yakiwa yamebadilishwa na kujumuisha lugha ya matusi. Katika taarifa, polisi wamesema washukiwa hao wako kizuizini na watafunguliwa mashtaka rasmi. Hawajazungumza lolote tangu kukamatwa kwao. Washawishi kadhaa wa mitandao ya kijamii wamekamatwa na kufungwa jela hapa awali kwa kueneza matusi yanayotokana na uchochezi au maudhui ya usherati kwenye majukwaa kama vile TikTok, lakini hii ni kesi ya kwanza inayohusishwa na mwanasiasa mkuu. Iran imemtuhumu kunyongwa mtu aliyetuhumiwa kufanya ujasusi kwa ajili ya Israeli. Kulingana na ripoti kutoka kwa vyombo vya habari vya serikali siku ya Jumatano, aliyeshtumishwa kama Babaka Shebaza, Iran imetoa hukumu ya kifo kwa watu wengi wanaowatuhumu kuwa na uhusiano na idara ya kijasusi ya Israeli ya Mossad na kuwezesha shughuli zake nchini humo. Visa vya hukumu ya kunyongwa kwa Wairan waliopatikana na hatia ya kufanya ujasusi kwa ajili ya Israeli imeongezeka kwa kiasi kikubwa mwaka huu, huku takribani hukumu 9 za vifo vikitekelezwa katika miezi ya hivi karibuni. Vyombo vya habari vya serikali vimesema Shehbaz alifanya kazi na Ismaila Fekri, mfungwa mwingine aliyenyongwa mwezi Juni kwa kufanya ujasusi wa Israel tangu mapema mwaka 2022. Shehbaz alishtakiwa kwa kutumia wadhifa wake kama mwanakandarasi anayeweka vifaa vya kupozea
ili kukusanya taarifa kutoka kwa taarifa sehemu nyeti za vituo vinavyohusishwa na jeshi na vyombo vya usalama. Wakili wa mshtakiwa alikuwa ameomba kukata rufaa kwa mahakama ya juu zaidi ambayo ilikataa ombi hilo. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Sasa hivi moja kwa moja tunaelekea kupokea ripoti za waandishi wa habari, ambapo sehemu ya pili nashirikiana na shirika la DW kuanzia hivi sasa kwenye ripoti hii ya waandishi wa habari. Ni Afrika Leo Jioni kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mashambulio ya Israeli katika ukanda wa Gaza yameua watu wapatao 17 akiwemo mwanamke mjamzito, huku halmashauri ya Umoja wa Ulaya ikipendekeza vikwazo vya viongozi wa Israeli na Hamas. Tume huru ya uchunguzi wa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa imesema Israeli inatekeleza mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina. Amina Abubakar na taarifa hiyo kwa kina. Muhimu ya kijeshi. Taarifa zinazotolewa na shirika la habari la Palestina pamoja na jeshi la Israel zote hazijathibitishwa kufikia sasa, lakini tume huru ya uchunguzi ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa imesema Israel inatekeleza mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina katika ukanda huo wa Gaza. Israel imekanusha hilo na kulishutumu kundi la Hamas kwa kutekeleza mauaji hayo ya kimbari wakati iliposhambulia kusini mwa taifa hilo mnamo Oktoba 7 mwaka 2023, tukio lililochochea mgogoro uliopo sasa. Haya yanatokea wakati wito wa kusitisha mapigano bado unaendelea kutolewa. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amekosoa hali mbaya inayowakabili wa Palestina Gaza, akionyesha mshikamano wake na watu hao, huku akirejelea wito wake wa usitishwaji wa vita kati ya Israel na Hamas. Ninaelezea ukaribu wangu kwa watu wa Palestina huko Gaza, wanaoendelea kuishi kwa hofu na katika mazingira yasiyokubalika, waliohamishwa tena kwa nguvu kutoka ardhi zao. Mungu aliamuru kwamba usiue, kwa hiyo kila mtu ana haki ya kuheshimiwa. Narejelea wito wangu wa kusitishwa kwa vita, kuachiwa kwa mateka, kuwepo kwa suluhu ya kidiplomasia na sheria ya kimataifa ya haki za binadamu kuheshimiwa kikamilifu. Namuomba kila mmoja kuungana nami katika maombi ya dhati ili amani itawale hivi karibuni. Kando na hayo, hali ya kibinadamu inayoendelea kuwa mbaya Gaza imeongeza shinikizo la kisiasa kwa viongozi wa Ulaya kuchukua hatua za kusitisha mapigano. Halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya imependekeza kusimamisha kwa muda mipango ya biashara itakayoathiri takriban euro bilioni 5.8 ya mauzo ya nje ya Israel. Hatua hiyo imechukuliwa kufuatia operesheni hiyo ya Israel mjini Gaza. Hata hivyo, mpango huo kwa sasa hauna uungwaji mkono wa kutosha wa nchi wanachama wa umoja huo. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas pia alipendekeza awamu nyingine ya vikwazo dhidi ya mawaziri wawili wa Israel, walowezi wanaozua vurugu na viongozi 10 wa kundi la Hamas. Waziri wa usalama wa taifa wa Israel Itamar Ben-Gvir na waziri wa fedha Bezalel Smotrich ndio walioangukiwa na vikwazo hivyo. Israel kupitia waziri wake wa mambo ya nje Gideon Saar tayari imeshatoa onyo kwa Ulaya dhidi ya kuichukulia nchi hiyo hatua, akisema hilo litaathiri matakwa ya Ulaya. Amesema hatua yoyote dhidi ya Israel itakuwa na majibu makali. Nazidi kusonga mbele. Asante Amina Abu hapo hivi katika hatua hii ambapo nazidi kusongea mbele kwenye taarifa zetu, ambapo rais wa Marekani Donald Trump alipokelewa kifahari katika kasri ya Windsor, Uingereza, kwa gwaride la heshima lilohusisha wanajeshi wapata 1300 na farasi 120. Sherehe hiyo imefanyika kwenye viwanja vya kasri ya Windsor, ikihudhuriwa na Mfalme Charles na watatu, Malkia Camilla na mrithi wa kiti cha ufalme William pamoja na mkewe Catherine.
Mohamed Khelif na taarifa. Wanajeshi 1300 wa Uingereza, wengine wakivalia mavazi ya asili ya sare nyekundu na makofia makubwa yenye urinda wa dhahabu, walionyesha ujuzi wao mbele ya Trump kwa gwaride kubwa la heshima. Mrithi wa kiti cha ufalme William na mkewe Catherine waliwapokea kwa uchangamfu Trump na mkewe Melania mara tu baada ya helikopta ya kijeshi kuwasili kwenye viwanja vya Windsor majira ya saa 6:15 mchana wa leo. Ndani ya uwanja huo uliozungukwa na makuta manene ya kasri hilo na mbali kabisa na waandamanaji, William na Catherine waliwasindikiza Trump na Melania na kwenda kumwamkia mfalme Charles na mkewe Camilla. Wakati Trump alipopiana mkono na Charles, mizinga 41 ya heshima ilipigwa kwa pamoja kutoka bunduki 6 zilizotumika katika vita vya kwanza vya ulimwengu katika eneo la magharibi mwa kasri hilo, kama vile ilivyoonekana kwenye mnara wa London katikati ya mji mkuu huo wa Uingereza. Kisha akina Trump na Charles walipanda kwa pamoja gari la farasi kuzunguka kasri hilo na baadaye ukagua gwaride la heshima. Wawili hao walionekana kila mara wakitaniana na kucheka kwa pamoja, na Rais Trump alipiga saluti wakati wimbo wa taifa lake la Marekani ulipopigwa kabla yeye na wenyeji wake kuelekea kwenye tafrija ya chakula cha mchana. Wadadisi wa mambo wanasema Uingereza imechupa mpaka kwenye juhudi zake za kumpendeza na kumridhisha Trump asiyetabirika, wakati huo kiongozi huyo akiwa kwenye kiini cha mzozo mkubwa duniani. Kwa kiasi kubwa serikali ya Uingereza imefanikiwa kumweka Trump mbali na wananchi wa kawaida, lakini nje ya kasri waandamanaji walikuwa wanapaza sauti zao kupinga ziara hii. Mmoja wao ni Zoe Gardner anayeongoza kundi liitwalo Stop Trump Coalition. So we're holding this demonstration today. Tunafanya maandamano haya leo kwa kuwa tunataka kuwapa nafasi watu wengi wa Uingereza kuelezea hisia zao juu ya ukweli kwamba wanamchukia Donald Trump, wanachukia siasa zake, wanachukia ubaguzi wake wa rangi, ukweli kwamba yeye ni mbakaji, ukweli kwamba anayewezesha mauaji ya kimbari huko Gaza, ukweli kwamba anasuhubiana na Putin. Zote hizi ni siasa zinazochafua watu wa Uingereza. These are all politics that are abhorrent to the people of the UK. Trump ni rais wa kwanza wa Marekani kupata bahati ya kuitembelea Uingereza mara 2 kwa mwaliko rasmi wa kifalme, mara ya kwanza ikiwa mwaka 2019 alipoalikwa na Malkia Elizabeth wa pili, mama yake Mfalme Charles. Asante sana, nazidi kufuatilia hilo. Ni sherehe ambapo ziara ambayo ina taadhima yake kuu, na nazidi kufuatilia hilo. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Awamu hii ya pili nashirikiana na shirika la DW kwenye ripoti za waandishi wa habari. Tupokee mahojiano. Shangwe kubwa sana, na kwa sasa ameonana na Mfalme Charles wa 3 na vile vile anatarajiwa kufanya mazungumzo na Waziri Mkuu Keir Starmer hapa nchini Uingereza. Ni ziara ambayo si ya kushangaza sana kwa sababu ya mahusiano kati ya Uingereza na Marekani, lakini kwa kweli na mambo mengi sana. Amepokelewa kwa shamra, lakini pia maandamano na mabango yaliyokuwa na ujumbe ambao haukutaka kabisa Trump akajange kwenye ardhi ya Uingereza. Nini kilichowakera? Kuna maandamano, ni kweli kwamba kuna maandamano ya kupinga ziara ya Donald Trump. Mmoja kati ya waandalizi wa maandamano hayo ni shirika linalojulikana kama Fossil Free London, ambapo wao huwa wanapinga matumizi mabaya ya aina mbalimbali ya nishati ambazo zinasababisha uharibifu katika sayari yetu, na mavuguvugu mengine ya kisiasa. Lakini kuna suala la Palestina pia limekuwa likijitokeza. Pamoja na kwamba ni ziara rasmi, lakini inaonekana kwamba itafanywa, sijui niseme, ya kisiri au bila kumruhusu Rais Trump kuonekana sana hadharani, kutokana na upinzani ambao unaonekana kuwepo kwa wananchi, sio wanasiasa. Licha ya tofauti za Marekani na Uingereza kwenye masuala kuanzia mzozo nchini Ukraine hadi ule wa Mashariki ya Kati pamoja na ushirika wa kujihami wa NATO, Trump amewaambia waandishi wa habari kwamba uhusiano baina ya nchi hizo mbili ni mzuri sana. Uzuri huu anaozungumzia uko wapi licha ya tofauti hizo? Rais Trump, kama tunavyomuelewa, ni kwamba ni mtu ambaye
hatoi mpaka na yeye awe anapata. Sasa hivi sasa, moja kati ya jambo ambalo limetangazwa kufuatia ziara hiyo, kampuni ya Microsoft itawekeza dola bilioni 30 katika masuala ya artificial intelligence. Uwekezaji ambao umeelezwa kwamba ndani ya kipindi cha miaka 5 mpaka 10 hivi italeta ukuaji wa uchumi nchini Uingereza kufikia hadi 10%. Ni kiwango cha kushangaza sana, hasa ukizingatia kwamba kwa sasa hivi uchumi wa Uingereza unakuwa kwa chini ya nusu asilimia. Kwa hiyo miaka 5 mpaka 10 kupata ukuaji wa uchumi kiasi hicho ni uwekezaji mkubwa, na inaonekana ni hatujui Marekani inahitaji nini kutoka kwa Keir Starmer au Uingereza kiujumla. Kuangazia haya kwanza ambayo nimeyataja, kwa mfano ushirikiano huu wa kujihami wa NATO, lakini pia tofauti kuelekea vita vya Ukraine na vile Mashariki ya Kati. Je, pengine anapoalikwa mara ya pili katika ziara hii, tena akiwa kiongozi wa kwanza ulimwenguni kupata fursa kama hii, labda huenda akabadilisha mwelekeo? Sidhani kama Trump amekuja kubadilisha mwelekeo. Nadhani zaidi Trump amekuja kuishawishi Uingereza kubadili mwelekeo. Kwani inaonekana wazi kwamba bara la Ulaya na Marekani wanaanza kutofautiana katika mambo mbalimbali, katika masuala ya Palestina, vile ya Ukraine, na Marekani inaonekana iko tofauti. Kwa hiyo niseme hii inaonekana kama investment itakayofanyika kama ni rushwa ya kuirubuni UK kutofautiana na bara zima la Ulaya na kuchukua msimamo ambao utafanana na Marekani. Na hilo litarajiwe Uingereza itabadilisha msimamo ambayo tayari imekwisha tangaza kwamba kwenye mkutano huu unaoendelea wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa itatangaza kuitambua Palestina kama dola huru. Ni vigumu sana kutabiri nini hasa kitatokea, kwa sababu misimamo ya nchi ya Magharibi hivi karibuni imeleta mkanganyiko kiasi fulani, na tatizo ni kwamba nchi za Ulaya sasa hivi zinapata shinikizo kubwa sana, hasa kutoka kwa wananchi, wakidai kwamba hawaoni faida ya Israeli kusaidiwa kiasi inachosaidiwa na nchi zao, huku mataifa yenyewe yana matatizo yake ya ndani. Haya, azidi kusonga mbele wakati huu. Basi katika hatua hii, msikilizaji, ambapo ni mahojiano, tuendelee na taarifa nyingine, msikilizaji. Katika hatua hii, kupitia idhaa hii ya Kiswahili, ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu imebainisha zaidi ya kesi 260,000 za udanganyifu katika mifumo ya pensheni na bima ya afya nchini Kenya, zikihusisha upotevu wa shilingi bilioni 67. Wastaafu na wanachama wa bima ya afya kote Kenya wameathirika, huku baadhi yao wakifariki bila kulipwa mafao yao na wengine kulazimika kuchukua mikopo kugharamia matibabu. Lubega Emmanuel na taarifa hiyo. Huku mamilioni ya fedha walizochangia kwa uaminifu mkubwa zikipotea mikononi mwa matapeli walioko ndani ya mfumo huo. Ripoti ya mkaguzi mkuu ya mwaka 2024 Nancy Gathungu ilibaini zaidi ya kesi 260,000 za udanganyifu katika mifumo ya pensheni, ambapo zaidi ya shilingi bilioni 67 za Kenya zilipotea kati ya mwaka 2013 hadi 2020 kupitia malipo ya pensheni kwa watu hewa na akaunti zilizopokea fedha mara mbili. Wakati wastaafu halali wakiendelea kusubiri malipo yao bila mafanikio, baadhi yao wamefariki dunia wakiwa bado wanangoja pensheni waliofanyia kazi kwa miaka mingi. John Washira, katibu mkuu wa chama cha maafisa wastaafu wa Kenya, amesema ahadi wanazopewa wakati wa kuchangia mfuko wa pensheni ni tofauti kabisa na hali halisi. When we joined, we were promised that when we retire, we shall get our pension. Unapojiunga na mpango wa pensheni, unaahidiwa kuwa ukistaafu utalipa pensheni yako na utakuwa unaipata mara kwa mara, na ikitokea mshahara imeongezwa, pensheni yako pia itaongezwa, lakini hilo halifanyiki. Does not drop down because of inflation. Moja ya visa vinavyosimuliwa ni kile cha bwana kwa jina Geoffrey Mwaniki, ambaye alilazwa katika hospitali kuu ya Moi mjini Eldoret, na alitarajia kuwa mchango wake kwa bima yake ya afya ungemwezesha kukidhi gharama za matibabu. Hivi ndivyo alivyoelezea kero yake katika mahojiano na DW. I feel so bad. I feel so, annoyed. It's like
Nahisi vibaya sana na kukasirishwa. Kwa nini nilijiandikisha kwenye mpango wa SHA? Kwa bahati mbaya, si wa hiari, ni wa lazima, kwamba kila mtu anapaswa kulipa SHA. Lakini SHA haitushughulikii wala kutujali. Ni visa kila mara. SHA that creates drama each and every time. Ripoti hiyo pia ilionyesha kuwa baadhi ya maafisa waandamizi wanaosimamia mpango wa pensheni wamehusika moja kwa moja katika njama za kuiba fedha kupitia watu hewa, huku takriban watu 15,000 wakinufaika na malipo ya pensheni ya udanganyifu yenye thamani ya zaidi ya dola milioni 15. Ndiyo hali ambayo ipo, tutazidi kufuatilia hilo na kukujuza. Malawi imeanza kuhesabu kura baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Jumanne bila vurugu kubwa. Uchumi dhaifu uliokumbwa na gharama kubwa za maisha na uhaba wa mafuta ulioathiri zaidi ya kampeni na ajenda za wagombea. Rais wa sasa Lazarus Chakwera anakabiliana na kwa karibu na mpinzani wake mkuu aliyewahi kuwa Rais Peter Mutharika, huku uwezekano wa duru ya pili ukiwa mkubwa mno. Tupokee tathmini hii. Kwa yale ambayo yameshuhudiwa siku ya uchaguzi hapo jana, ungeweza kueleza vipi jinsi watu walivyojitokeza kushiriki uchaguzi huu? Wamalawi walijitokeza kwa kiasi. Niweze kusema katika daftari ya wapiga kura kulikuwa na wapiga kura milioni 7.4, lakini ni wapiga kura kwa sasa milioni 4.6 ambao wanaonekana kuwa wamejitokeza sawa na 64% ya jumla wapiga kura ambao wako kwenye daftari ya tume ya uchaguzi. Na hali ilikuwa tulivu. Mapema kabisa walimiminika kwenye milolongo ya maeneo ya kupigia kura, lakini baadaye mchana wakawa wametoweka. Baadhi ya vituo vya kupigia kura vilikuwa havina tena watu, na nadhani hii ni kutokana na hali hii ambayo inajitokeza kwamba watu wengi hawakujitokeza kupiga kura. Ukisikiliza hivi gumzo mtaani, watu wanasema nini katika mji mkuu Lilongwe na hilo eneo ambalo upo kwa sasa? Gumzo ni kuhusu mabadiliko ya kiuchumi na kuhakikisha kwamba sarafu ya Malawi inarekebishwa na mfumuko wa bei ambao upo unashughulikiwa na serikali itakayokuja. Swala hili la mfumuko wa bei bila shaka lilikuwa miongoni mwa yale maswala Katembo ambayo yalizingatiwa sana wakati wa kampeni, maswala ambayo yalikuwa yamekaa katika mioyo ya watu. Ni mambo gani mengine ambayo yalisukuma ushawishi katika kampeni na hasa katika kupitisha maamuzi wakati wa uchaguzi huu? Ilikuwa swala la rushwa, ujeuri wa viongozi serikalini, pamoja na kutoshughulikia swala la kilimo, yani sekta ya kilimo hapa Malawi, sekta ambayo inazungumziwa sana kwamba hadi mbolea imepanda bei zaidi kuliko walivyotarajia, na unapozungumza nao mtaani ni msononeko mtupu kabisa. Wengi wanaelezea kuwa hata wanashindwa kujimudu kimaisha, akina mama wakielezea kutokuwa na uwezo wa kulisha familia zao. Na kwenye daftari ninavyoangalia sasa, kwa sababu niko eneo la kuhesabia kura, ni kwamba wanawake walijitokeza kwa wingi 57.8 dhidi ya wanaume ambao walijitokeza 42. Sasa unaona pia wanawake walikuwa wenye msukumo mkubwa katika uchaguzi huu, na wataweza kutoa maamuzi kuhusiana na nani atakuwa mshindi. Yupi ambaye anapewa nafasi ya kushinda uchaguzi huu? Kwa matokeo na hesabu zinazotolewa sasa hivi, inaonekana rais wa zamani aliyetangulia Peter Mutharika anaongoza. Iwapo kutakuwa na mabadiliko yote, basi tutajua baadaye, baada ya kura zote kuweza kujumlisha na matangazo rasmi kuweza kutolewa na tume ya uchaguzi. Ni swala ambalo tutakuwa nalifuatilia kwa kina. Mchuano ni mkali kati ya rais wa sasa na aliyekuwa rais Mutharika na rais wa sasa Lazarus Chakwera, ambao wanakabiliana kwa karibu na mpinzani wake mkuu aliyewahi kuwa rais Peter Mutharika, huku uwezekano wa duru ya pili wa uchaguzi ukiwa mkubwa. Msikilizaji pote pale ulipo, simama kituo hiki, kituo kipi? Radio Fortune Africa. Kufikia malengo yake, uratibu kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo
wa kurusha matangazo yake, mbali na kwa njia nzuri atakaotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Wasilisha mchango wako kupitia paybill namba ni 625625, account namba ni 012450 85217800, au till namba ni 45614668 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chake kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Tupokee yanayojiri katika majukwaa ya mawasiliano, ambapo Lilian na vile vile Saum ndio wanaotuelekeza. Labda wapo katika viwango vizuri vya kandanda, alafu wanapatikana na masuala kama haya. Mjadala unakuwa ni mrefu, wengine wanauliza pengine kwa ajili ya fedha walizonazo, wengine wanawaekelea kesi kwa sababu baadaye kuna baadhi ya kesi ambazo zinapatikana pengine kweli hawana hatia. Sasa maoni kuandikisha jina la mama mali zote, unadhani waliofanya hivyo? Kwa kweli alikijana huyu ameweka historia, watu mpaka kesho wanaambiana. Lakini ikiwa kesi kwa mfano upatikane na hatia na mali zote umeziweka kwa mama, inabidi mama ndio akulipie kutolewa katika za hilo. Sasa hayo kwa kweli inategemea na sheria. Hebu tuendelee. Haya basi, Abskari anasema iwapo atapatikana hana hatia, anafaa kuwashtaki hao wanawake. Anasema katika dunia ya sasa wanaume hawako salama, kuwa na amani. Thomas Pate, ni muda tu utapita. Debbie anasema kesi imeahirishwa hadi Novemba 2 mwaka 2026. Anasema wakati huo Pate atakuwa ashaamua kustaafu soka na haki haitapatikana. Ni kweli haya ambayo yanazungumzwa, lakini tusiongeze zaidi. Bila shaka. Na tunaambiwa muda ndo huo shaisha hivyo. Una wivu muda. Basi tusome kidogo ujumbe kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Nimeitegea sikio DW nikiwa Bonga Babati Tanzania. Anasema Zakaria Steve. Mutegeki Elias anasema Umoja wa Mataifa shughulikieni swala la amani ya Urusi na Ukraine. Katika mataifa yenye machafuko. Mimi nianzie pale Instagram, naona Lucas Zabroni akiwa Bugalika Mwanza, anasema kila laheri Malawi katika zoezi la kuhesabu kura. Kayuni Rashid akiwa Dodoma yametuandikia akisema uko Malawi kuweni watulivu wakati kura zinaendelea kuhesabiwa. Jason Molongo akiwa Njombe anasema kila laheri tume ya uchaguzi Malawi katika kuhesabu kura. Na kwenye Facebook Filipo Yusabi Mohale wa Manyara Tanzania anasema sio Kenya tu, hata Tanzania ufisadi katika pensheni ya wastaafu chunguzwe. Paulo Peter Tendwa wa Tabora Tanzania anasema jumuiya ya kimataifa chukueni hatua nyingine kusuluhisha mzozo huko Gaza. Ni ujumbe wake huu ambao Saumu unatufungia matangazo yetu ya jioni, lakini napenda pia kukushukuru mfuatiliaji wetu uliyekuwa nasi jioni hii hadi kesho saa 12 kamili za asubuhi. Naitwa Lilian Mtono, upande wa pili alikuwa ni Saumu. Tunakutakia jioni njema. Asante sana Saumu Njama na Lilian Mtono kwa kutuelekeza vizuri katika matangazo yetu siku ya leo kwenye sehemu ya ripoti za waandishi. Na vile vile mimi sina la ziada hapa studioni, ni kukupatia tu kiziba mkonga, alafu baadaye niweze kuondoka studio za Radio Fortune Africa. Kwenye malezi na familia, msikilizaji, mama ana develop moyo wa mwana, the heart. Mfano emotions, feelings, ethics na faith. Hivi ni vitu ambavyo mama huwa anavidevelop sana kwenye maisha ya mtoto. Hata mimi unavyoniona hivi, mama yangu mzazi alipumzika, akapumzike na amani, Queen Elizabeth Endesha General, alividevelop hivi vitu kwenye maisha yangu. Mama ana develop moyo, yani the heart. Mfano emotions, feelings, ethics na vile vile faith. Baba ana develop ubongo. Baba yangu mzazi Mgane Benjamin Endesha almaarufu Kofi Annan, Mungu ampe maisha marefu huyu mzee. Baba yangu amedevelop akili yangu sana, the brain, na mikono yangu hii, the hand. Hapa tuna maono.
Katika akili na vile vile kwenye mikono kuna maono, kuna purpose, kuna plans, na vile vile kuna strategies, kuna decision making. Kwenye mikono kuna skills, independence, self drive, self efficiency. Hivi ni vitu ambavyo baba anadevelop kwa mtoto. Mama kazi yake anadevelop roho ya mtoto, the heart. Na hapa kuna emotions, kuna feelings, kuna ethics, kuna faith. Baba anadevelop ubongo wa mtoto na mikono yake ya kufanya kazi. Na katika ubongo kuna maono, kuna purpose, kuna plans, kuna strategies na decisions. Kwenye mikono kuna skills, kuna independence, self drive, self efficiency. Hii inakuwa ni nyeti wa swala la mtoto kukuzwa na baba na mama. Wazazi wote ni muhimu sana kwenye maisha ya watoto. Kwa hivyo wale ambao ni single parents, ambao labda ni single father, iwapo uko single father na umekimbia na watoto, kuna vitu ambavyo unamkosesha mwanao kuweza kuvipata kwa mama. Na iwapo wewe ni single mother, umekimbia na watoto, hauhitaji kuweza kuona watoto wanapata makuzi ya baba yao, kuna vitu ambavyo unawakosesha watoto. Kwa hivyo hawezi ukala ugali ukitumia uji. Kila mzazi ni muhimu sana. Kwa hivyo iwapo basi kuna sehemu ambayo namna hiyo unabaki unajipiga kifua kwamba umefika, bado, kwa sababu kuna vitu ambavyo unawakosesha watoto. Na kuna watoto ambao watakuwa ndio, lakini watakuwa wakiwa hawaje kuwa full baked, wanakuwa half baked. Alafu baadaye ukiwa release kwenye dunia wanapata shida sana kwa sababu ya makuzi waliopata ya upande mmoja. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.